Jambo nyingine ambalo nitapenda niligusie katika kikao hiki kabla sijaondoka, sisi tunajinasibisha na njia ya wema waliotangulia, tunaifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake watukufu na waliowafuatia wao kwa wema. Katika miongoni mwa taratibu zetu sisi na njia zetu, bali katika mikakati yetu ya kuendeleza da'wa hii, ni kuupa mbele msingi wa ilmu. Sisi tunaona kwamba mabadiliko yoyote kwenye jamii yoyote, ukitaka mabadiliko yale yaje kwa faida chanya, yani ijabi, faida iliyo nzuri, basi mabadiliko yale yaingizwe katika mfumo wa elimu. Sisi tunaamini suala la elimu na kupewa kipaumbele, na agenda yetu sisi kuu kabisa ni elimu. Ndio msingi mkubwa katika misingi ya da'wa yetu, kwamba Muislamu thamani yake ni ile elimu alionayo. Baada ya kuwa ni Muislamu, anamwamini Allah na mtume wake, anaamini malaika, anaamini vitabu, anaamini siku ya mwisho, anaamini qadar. Baada ya kuwa na imani ya mambo yetu, elimu ndio itampa thamani. Kama awa mtumwa, mtumwa huyu hana elimu, bei yake huyu atauzwa 3,000. Huyu ana elimu, huyu atauzwa 10,000,000 mathalan. Qimatul mar'i ma yuhsinu. Kwa hiyo thamani ya mtu ni ilmu, kwa sababu kama huna elimu utababaishwa na utayumbishwa. Sauti zinazoita ni nyingi hivi leo. Waliovaa joho la ushehe ni wengi sana, wako kwenye mitandao, tutembea nao kwenye viganja vyetu. Ukibofya tu kaja huyu shekhe fulani, kila mmoja ana kauli yake na sauti yake. Kama huna elimu, rafiki yangu, umekwenda na maji. Sasa da'wa hii haitaki watu waburuzwe. Da'wa hii yataka elimu, na miongoni mwa njia zinazotumika katika kueneza elimu ni kuviandaa vikao kama hivi. Kwa hiyo moja katika malengo niliyoyataja ni kuwa vikao hivi vitahusika kwa ugawaji wa elimu. Sasa elimu ina taratibu zake, elimu ina adabu zake. Hatuwezi tukaipata elimu yote kwa siku 5, lakini ndani ya siku 5 tunaweza kuyapata mambo ambayo pengine wewe hujawahi kuyasikia umri wako, na pengine ikakusaidia katika maisha yako leo hapa duniani na kesho akhira. Neno moja tu ukalisikia likakusaidia wewe katika maisha yako, neno likabadilisha maisha yako yote, neno la haki. Sasa katika kulipata hilo kuna taratibu zake na adabu zake ambazo nitapenda tujipambe nazo ili tufanikiwe. Ukisoma ratiba ilivyo utaona imekaa mweko wa kielimu zaidi. Makundi mbalimbali huwa yanakusanyika katika vikao vyao, watu wakapeana mawaidha mpaka wakalia, wakachanganyishana pesa kwa ajili ya miradi yao na shughuli zao, wakala chakula, wakafanya mambo mbalimbali. Lakini utaratibu kama huu wa kukaa darasani na kusomeshana, pakawekwa vitabu, watu wakashika vitabu wakasoma, utasafiri safari ndefu sana, utakwenda kukutana na utaratibu huo. Lakini sisi ni moja katika taratibu zetu. Kwa hiyo katika mambo ya kuyachunga, kitu kikubwa zaidi, takasa nia yako, isafishe nia yako,
kuwe kule kutoka kwako huko ulikotoka ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wacha niende Masjid Quba katika markazi Ibn Uthaymeen iliyoko Mbweni, nikasikilize ilmu, nikajifunze dini yangu, nikakutane na waislamu wenzangu, nikaisikilize hiyo da'wa salafia inayosemwa ni ipi, kitu gani, kuna lipi nisilolijua. Nia yako ifungue kwa ajili ya Allah, moyo wako ufungue kwa ajili yake. Kwa hili utapata thawabu. Hata kama mzungumzaji aliyekuja akazungumza hapa, kazungumza porojo, kazungumza maneno yasiyoeleweka, lakini maadamu ulitoka nyumbani kwa nia njema, utapata thawabu. Allah atakulipa kwa nia yako, kwa sababu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hili jambo lizingatie. Kwa hiyo kama kuna nia yoyote, labda nataka kumchallenge mtu fulani, nataka kumpima, tauliza maswali mimi yenye utata hapa, tumuone ataweza kujibu, pengine ushafungashiwa kifurushi cha maswali, hebu waulize hili. Sisi tunasema elimu ni bahari kubwa sana na kina chake ni kirefu. Hakuna aliyepewa elimu ya kila kitu. Wama utitum min alilmi illa qalila, hamkupewa nyinyi katika elimu isipokuwa kitu kidogo tu. Kwa hiyo hatuko kwenye kushindana kwenye mambo ya elimu, nani zaidi. Wewe nia hiyo ifute, iondoshe, hutapata faida yoyote. Pale utakapoona kuna jambo la dini limekosewa, limeharibiwa, mzungumzaji amepotosha, sivyo hivyo, aya zinatafsiriwa ujanja, hadithi zapelekwa ndivyo sivyo, maneno yapinduliwa, omba nafasi kwa wahusika. Nimesikia kitu fulani, aya fulani imezungumzwa hivi na sivyo hivyo. Wahusika waweza kuzungumza nao, kwa sababu siku 5 hapa watu wapo. Au una faida yoyote waweza kuandika kaleta, kweli shekhe kakosea. Sisi tulivyo humu na ndugu zetu jazahumullahu khairan, hawana kibri cha kukataa haki. Shekhe kasoma mahali kakateleza, atasema kweli nilikosea mahali fulani, sawa sawa ni alivyosema mtu fulani. Huo ndio Uislamu, na hizo ndio adabu za ilmu. Lakini kusema utaka ushindani, wewe una elimu nyingi sana, hatukuwezi. Tutauliza masala ya physics hapa, biology na nini, tutajuaje sisi? Kwa hiyo nia njema ni kitu muhimu sana. Na hiki ndicho kilichowapanisha daraja wenzetu waliotangulia. Hii nukta ya ilmu nitakuja kuizungumza mimi biidhnillah alkarim. Miongoni mwa misingi ya da'watu salafia ni kuipatiliza ilmu. Nitakuja kulizungumza jambo hili katika mtiririko wa maudhui nilizopewa. Kwa miongoni mwa adabu yake ni sisi kuwa na nia njema katika kuhudhuria kwetu, lakini pia kuchunga adabu za majalis. Tunakaa msikitini, katika baitu min buyutillah. Msikiti ni nyumba katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuchunga heshima na adabu za msikiti, kuna namna ya kukaa. Ila kwa mtu mwenye udhuru hawezi kukaa vizuri kwa sababu ana matatizo ya mgongo, kwa sababu ana matatizo ya kiuno, kwa sababu ana matatizo ya miguu, ni mtu maadhur, maridhi mathalan, hakuna vibaya akakaa kanyosha miguu, au akakaa mkao anaoweza, akakaa kwenye kiti, si vibaya, huyu ni maadhur. Lakini vinginevyo tukaeni mkao mzuri wa kielimu. Nikisema hivi tulabul ilmi wanafahamu. Tunapokuwa katika majalisi za ilmu
basi tukae katika vikao vizuri. Lakini pia katika adabu zamala kwenye utafutaji wa ilmu, unapokuwa na wenzako, jitahidi usimuudhi mwenzako aliye jirani kwa harakati zako, mara umefanya hivi, umeshamgonga mara hivi, au kwa kuzungumza maneno ya chini chini kiasi ambacho mzungumzaji huyo anayekusudiwa kusikilizwa hasikiki, wasikika wewe una kazi ya kunong'ona tu au tashwishi kwa kutumia simu na vinginevyo. Jitahidi katika kikao ulichokaa cha kiilmu uyaepuke mambo hayo, usiwaudhi watu wengine. Umepata dharura, toka nje, omba idhini. Lakini pia katika adabu za vikao vya ilmu ni taqyidul fawaid, kuziandika zile faida, kwa sababu ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Kilichoandikwa huwa kinathibiti. Andika tarehe, andika jina la shekhe, andika faida, au kama unwani ya muhadhara ipo andika, kama kuna anasiri zile yale madondoo na yale yaliyomo katika muhadhara andika, fawaid, vitu kama hivyo jitahidi kuandika. As-salaf rahmatullahi ta'ala alayhim katika majalisi za ilmu, wao walikuwa katika wanapohudhuria yuqammishun, yani katika vitu wanavyofanya wao wanakusanya chochote wanachokisikia, kusanya, kifika nyumbani ndio wanakwenda kuchambua, afanya taftishi. Sasa kama kaandika makosa atarekebisha, atarejea aya, atarejea hadithi, kila kitu atakiweka sawa. Mara katoka na fawaidi nzuri tu katika muhadhara wa jana au kwenye darasa ya jana, umepata faida ngapi? Aliyedhibiti hizi fawaidi si sawa na yule ambaye hakudhibiti. Kwa jitahidi vile vile kudhibiti faida, usiache maneno yakapita tu hivi. Na haya inshallah tutayaona pia katika mazungumzo yetu yanayohusu ilmu. Lakini katika jukumu nililopewa pia ni kuwa taarifu kwamba hii daura yetu, semina yetu ile imefunguliwa. Kwa mimi nimetumwa niwaambie, na mimi nawaambia jamaa, hii semina tayari imefunguliwa. Kwa hiyo wale waliokuja kwa ajili ya semina tayari imefunguliwa. Tujitahidi kufuata utaratibu uliowekwa, kuwasikiliza viongozi wetu na waandalizi wetu. Wakati mwingine tutasumbuka, utakukaa huku ambapo kaa huku, pita huku, mimi nataka kukaa pale, lakini hapana, kakai kule. Usijisikie vibaya, ni utaratibu tu umewekwa ili kulifanikisha jambo hili. Mimi najua watu wote watakukaa hapa mbele, wakae karibu zaidi hapa, lakini haiwezekani. Lazima kuwe na utaratibu. Ndio maana hata katika msikiti kuna safu ya kwanza, ya pili na ya tatu na kuendelea. Tukisema sote tutaminyana kwenye safu ya kwanza, itakuwa ni dhiki kwa watu. Kwa tuwasikilize viongozi wetu na waratibu wa hili jambo, ili ule ufanisi katika uendeshaji wa hili jambo upatikane. Bwana, nyinyi hapa tuomba nafasi hapa, kuna maslahi makubwa katika hili, na sio ubaguzi hata kidogo. Kwa hiyo tukalielewa jambo liko katika namna hiyo, katika sura hiyo. Tulielewa jambo katika njia ya kutuhudumia sisi tuliohudhuria katika semina hii. Mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula an yatawallana bihifdhi. Allah tuhifadhi, Allah tubarikie katika wakati wetu, ajalie baraka popote tulipo, azitengeneze nia zetu, ajalie kuhudhuria kwetu huku iwe ni sababu ya kufutiwa madhambi yetu na kupata thawabu, na ipatikane izza, heshima na ushindi katika dini yetu, ipatikane nguvu katika da'wa yetu, na sisi iwe ni sababu kufanikiwa hapa duniani na kesho akhira. Dawa yetu a'azzu alaina min kulli shay. Dawa yetu ni kitu kikubwa zaidi na kitukufu zaidi kuliko kila kitu. Dawa ni kubwa kuliko mtu. Hakuna mwenye hii dawa kwamba dawa yangu hii, hakuna. Sote tunahitajia kuwa katika dawa hii.
Hili lazima tulifahamu kwamba sasa wenyewe wamekuja wenye dawa yao sasa, kwamba hawa mashewa huku sasa hawa bwana hawa walikuwa wana hekti tu hapa na nini. Dawa haina mwenyewe. Karibuni mashekhe. Dawa hii sote tunahitajia haina mwenyewe. Kilichopo, kuna waliotangulia kuifikisha na kuna waliotangulia kuipokea. Kuna kitu nilikuwa nataka kukisahau hapa, nimekumbuka katika maneno yangu haya. Vile dawa utakavyoipokea na pale utakapoifanyia kazi ukafuata taratibu zake, bila ya shaka wewe utakuwa tofauti na yule ambaye ameisikia na akaipuuza. Kuna watu walisikia siku nyingi dawa hii, siku nyingi, wakaona hii ndio dawa ya haki, lakini hawakutaka kutekeleza zile taratibu zake. Walikuja wengine baadaye kwa miaka 5, 10, 15 wakafuata taratibu zake, wakawa wako juu kuliko wale waliotangulia. Taratibu zake ni zipi? Sisi katika miongoni mwa misingi yetu katika dawa hii ni ilmu. Walaysa akhul ilmi kaman huwa jahil. Taallam falaysa almar'u yuladu aliman. Wewe jifunze. Mtu hazaliwi akiwa ni mjuzi, akiwa ni alim, na haiwezekani kuwa mjinga awe ni sawa na mwenye elimu. Sasa wewe umetangulia lakini hukusoma, mwenzako kaamua kujipinda kwa miaka 10 hiyo hiyo kawa shekhe, wewe ushapitwa hapo, umepitwa vibaya sana. Sasa tusiharibu tena hapo tulipofikia kwa miaka mingine inayokuja mbele. Badilisha nia yako na azma yako, rudi katika usawa wa elimu, hujachelewa. Lakini kitu kingine pia, dawa ni kubwa kuliko sisi. Dawa haina makosa hata kidogo. Dawa itabaki kuwa ni dawa ya haki kwa 100% nasema. Sio kwamba dawa salafia wajua katika upande fulani iko sawa lakini upande fulani ina hivi na la. Dawa hii maadamu ni dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio dawa ya maswahaba walioibeba, maswahaba wakaitawanya kwenye miji wakaifundisha, wakaja wanafunzi wao at-tabi'una wakaibeba dawa hii wakaeneza katika miji, atba'u tabi'in, maimamu mbalimbali. Hii ni dawa ya haki, haina kosa wala haina toa wala doa, haina kasoro. Lakini watu wake, afradi za watu wanakosea, wana makosa, tuakosea usiku na mchana. Kwa ndugu yangu, unapokuwa umejikungua mahali, inuka, angalia kilichokuangusha, simama, basi uwe unatahadhari, enda mbele, usirudi nyuma. La tambatih, kwa maadamu nimeanguka basi nalalia tumbo, la, simama, jikungute, nenda mbele. Na hii ndio hali tunakwenda nao, ndio safari inavyokwenda. Utakwenda mpaka pale umejikwaa, umeanguka, simama, jikungute, nenda mbele. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alikuwa na maneno yake akiwatia moyo watu, na mimi pia naona nisema ni kuwatia moyo. Tunaweza tukawa tuna strategic plan zetu, mpango mkakati katika jambo, kwamba sisi lengo letu tutakatufike pale, tutatumia njia hii na ile, jambo hili na hili, kwa muda wa mwaka mmoja mpango wetu ni huu, miaka 3 mpango ni huu, miaka 5, miaka 10, 15, miaka 20. Na ikawa wewe ndio mbeba maono, mathalan ile vision ya watu, kuna wenzako mtaka kuelekea mahali fulani. Ndivyo ilivyo katika jambo la mtama wote liko hivyo, watu hawendi tu kiolela ulela. Sasa Sheikh anasema sisi tutakiwa juhudi yetu sio kuhakikisha lazima tumefika, lazima tufe sisi tukiwa tuko katika njia, bila ya kujali tulifika tunapokusudia au hatukufika. Sio taka watu wote wa Unguja wewe wawe katika dawa salafia, watu juhudi sasa. Sasa sio lazima wewe uyaone hayo wakati ukiwa hai. Wewe pambana kwa kadiri ya uwezo wako katika kulihakikisha hilo kwamba nafanikiwa.
Sema hii Tanzania yote hii ina kata 1400. Mimi nataka katika kata zote hizi kila kata kuwe na dai au maduat na vituo vya kuhifadhia Qur'ani na kusoma ilmu, kata 1400 Tanzania nzima, bara na visiwani. Sawa? Ni malengo unayo wewe. Sasa wapambana wewe. Jambo la msingi sio kwamba lazima umetimiza. Linalozingatia ni kwamba wewe umekufa katika lengo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka katika jaziratul Arab. Ni mnafahamu safari yake ndefu ni kutoka ardhini kwenda mbinguni paka katika mbingu ya saba. Kuna juu ya mbingu ya saba alifika, kwenda mbali zaidi, lakini hakutoka ndani ile Arabian Peninsula. Hakutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuwahi kufika al-Yaman, wala hakuwahi kufika Misri, wala hakuwahi kufika Irani, wala wapi. Katika ujana wake alikwenda Sham kwa ajili ya biashara. Hakuwahi kutoka sallallahu alaihi wasallam. Lakini da'wa yake iko wapi? Kwa hiyo la muhimu ni sisi tufe kwenye njia. Tufanye juhudi na bidii, Allah azione juhudi zetu, aone bidii zetu, na tukifa tumekufa katika ile njia tunayoipigania. Hilo ndio jambo kubwa. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fanyeni amali. Kwa hiyo kuna kujikungwa hapa, inuka, usirudi nyuma wala usikate tamaa. Kwamba madao umeanguka, kaa pembeni. Simama. Jikungute, anza mwendo tena. Sogea mbele. Maadamu hii dawa ni kubwa kuliko sisi. Sisi ni wadogo na tunaihitajia hii dawa. Kwa sababu ni dawa ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mimi bwana nimefurahishwa sana kwa sababu nilikuwa ni shahidi walioshuhudia hali ilivyokuwa tangu mwanzo, na baadhi ya wazee wangu watu wazima hapa kina Maalim Abdul Hafidh Baghazali, shekhi letu Simoni hapa, Sheikh Chichi kina Mwalimu Muhammad wako hapa, kina Sheikh Abubakar jazahumullahu khairan. Kwa kweli kina Sheikh Abdurrahman Aweso, kwa kweli tulikotoka ni mbali, na tulipo sasa hivi panafurahisha sana. Si mahali pa kukata tamaa tena. Kama ingekuwa tutatakiwa tukate tamaa, tungekata tamaa tangu mwanzo. Hatuna mahali misikiti ya kuombaomba. Tutaka hapa iruhusi. Mtakwambia salafi hatutaki. Basi ilikuwa wakati ule ndio wakati wa kukata tamaa. Sio leo. Walillahi alhamdu wal minna. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi ni wenye kupendana kwa ajili yake. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala yu'allifa baina qulubina wa yusliha dhata bainina. Hizi nyoyo zetu aziunganishe, ayatengeneze mambo ya baina yetu. Watu kukosana wanapokaa pamoja ni kitu kinachotarajiwa kwa kuwa sisi ni wanadamu. Mashekhe wanaweza kukwaruzana, waalimu wanaweza kukwaruzana, wanafunzi wanaweza kukwaruzana, bali hata mtu na mkewe wanaweza kukwaruzana, mume na mke. Lakini maisha yanaendelea, watu hawarudi nyuma. Ndio maisha yanakwenda, mizozo ipo, baba na mama, baba na mtoto, mama na mtoto wake, hivyo, lakini maisha yanaendelea, hayarudi nyuma. Kwa hiyo tunapokuwa tumekwazana, tumekorofishana, tupatengeneze, tusogee mbele. Kwa sababu sisi tuna lengo letu, tufike mahali, tufike kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa tuko salama. Nimesema kwamba mimi sitamaliza muda wote peke yangu, nitakuwa sijafanya sawa. Sheikh Abu Hashim bwana, lazima useme kitu. Naomba mimi niishie hapa bwana. Allah ibarik fikum, jazakumullahu khairan. Al-maqamu maqamuk. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.